Na kusalimu katika jina la Yesu. Apostle Daniel Komba hapa tena, siku nyingine ya baraka sana, na kukaribisha kwa ajili ya ufahamu wa rohoni. Nataka tujifunze jambo hapa la ajabu mno. Mwanadamu yote chini ya jua anataka mafanikio, anataka kujenga, anataka kuwa na gari, kuwa na familia nzuri, kuwa na maisha bora. Na mwanadamu yote anaamini kwamba baraka zake zinatokana na Mungu. Nami ninakubali kwa 100%. Lakini nataka tujifunze jambo la ajabu leo. Nimegundua kwamba Mungu huwa habariki bila sababu. Ukiangalia kwenye kitabu cha Malaki nasema, leteni dhaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Mkanijaribu kwa njia hii, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sintawafungulia madirisha mbinguni na kuwaingizia baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha. Hizi baraka, kwani Mungu anambariki mtu pale tu alipotoa. Manake inaonyesha kwamba Mungu ni Mungu wa utaratibu. Ukiwa nje ya utaratibu, huwezi kutana na baraka za Mungu. Ukiwa ndani ya utaratibu, unaweza kutana na baraka za Mungu. Kuna vitu kwako unataka vitokee. Hakuna kinachotokea katika maisha ambacho hujakisababisha wewe. Kama huna mpango wa kutoa, wa kuwapa watu, usitegemee kupewa kitu. Kama una mpango wa kuwasaidia watu, usitegemee kusaidiwa. Kama una mpango wa kuwafanikisha wengine, tupo duniani, kila mmoja ni jibu la mwingine. Usipokubali kuwa jibu la mwingine, hakuna anayetakiwa awe jibu lako, kwa sababu utaratibu umebakia pale pale ya kwamba unachokipanda ndicho unachokivuna. Unategemea kuvuna pasipo kupanda, haipo katika mfumo wa kiungu. Mungu hampagi mtu chochote ambaye hajaonyesha au hajatoa chochote kwa Mungu. Utoaji wako unakuwa ni mlango wa au unakuwa ni kibali, au inakuwa ni passport, au inakuwa ni kitambulisho cha wewe kupewa vya Mungu. Mimi nasema fedha na dhahabu ni mali ya Mungu, lakini Mungu hampi yoyote ambaye yuko nje ya utaratibu. Nataka niseme na mtu mmoja ya kwamba Mungu hafanyi kazi na wavivu. Mungu hafanyi kazi na watu wadhembe. Mungu hafanyi kazi na watu wasio na ufahamu. Mungu hafanyi kazi na watu waliolala. Ndio nasema ya kwamba watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Maarifa nini? Ni ufahamu wa ziada unaokupa namna ya kumiliki, ya kutumia, ya kutawala, ya kuishi maisha yako yaliyoko ndani ya ufalme wa Mungu. Mimi nasema fedha na dhahabu ni mali ya Mungu, lakini Mungu anawapa wale walioko ndani ya utaratibu. Nje ya utaratibu, Mungu hana time na wewe. Sikia, utaviona vitu kwa watu, utayaona magari kwa watu, utayaona magorofa kwa watu, utayaona maisha bora kwa watu. Kwako hautakaa uyaone, kwa sababu hayapatikani nje ya utaratibu. Na utaratibu wa kimungu unasema heri kutoa kuliko kupokea. Ukijipanga kwa ajili ya kupokea vitu kwa watu, utabakia yule yule ambaye ni fukara. Lakini ukijipanga kwa ajili ya kuwapa watu vitu, utafungulia vitu katika maisha yako visivyokuwa vya kawaida. Sikia, kuna watu wanaishi maisha ya kulaumu watu wengine. Hujanipa, hujanisaidia, hujanihurumia, wewe ni mchoyo, una roho mbaya. Sikia, mchoyo wa kwanza ni wewe unayetaka nikupe mimi wakati una mpango wa kumpa yoyote chochote. Wewe ndiye mchoyo namba moja. Umetengenezwa kwa ajili ya kufanya makubwa pale tu ambako ufahamu wako utasimama katika njia sahihi ya kuzipokea baraka. Mungu alikuandalia portion yako, alikuandalia mafanikio yako, alikuandalia utajiri wako, alikuandalia vitu vingi kwa ajili yako. Alikuandalia uwe mtu ambaye utaiweka alama ya kutisha katika ulimwengu huu, lakini huiwezi kuiweka nje ya utaratibu.
kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa utaratibu. Ukitembea ndani ya utaratibu, utalitimiza kusudi la wewe kuwepo duniani, kwa sababu kila mtu alitengenezwa alitimize kusudi lake, ndipo aondoke aende mbinguni. Na huwezi timiza kusudi ulilo nalo pasipokuwa na vitu vya kutimizia kusudi, kuwa na vyanzo vya kusudi. Vyanzo nini? Lazima uwe na watu. Huwezi kuwapata watu kama hupendi watu na kama hudumii watu. Utavuna tu kile ambacho umekipanda. Lazima uwe na fedha. Huwezi kupata fedha kama hutoi fedha na usapoti wengine na wapi watu ulivyo navyo. Huwezi kupata fedha. Chochote unachokihitaji chini ya jua kinavutwa na sumaku moja ya mkakati ulionao wa kutoa, na tazama mkakati wa kupokea. Wakati unaposema Mungu naomba unibariki, hamaana ukimeweza kuyaongea, tengeneza mfumo wewe binafsi wa kile ulicho nacho, wa ile nguvu ya mwisho ulio nayo kutoa, ndiko uweze kupokea. Sikiza, narudia tena kwa makini mkubwa sana. Unapoomba Mungu nibariki, kabla Mungu hajakupa au kabla hujasubiria kupokea, tengeneza mfumo ulio nao, nguvu ndogo ulio nayo, ujiandae kuwatafuta nani unaoweza kuwabariki kwa nguvu ulizo nazo, ndipo Mungu aweze kubariki wewe. Anasema mnijaribu kwa njia hii, muone kwamba sintayafungua madirisha mbinguni na kuwabariki. Lazima wewe umjaribu kwanza. Madirisha yake yatafunga milele kwenye maisha yako. Utakuwa mtu unaona wengine wamebarikiwa na unaishi maisha yale kwa sababu gani? Hauna sifa za madirisha yafunguliwe kwa ajili yako. Unaweza kusema wewe una laana. Huna laana. Laana ulionayo ni kwamba umeshindwa kutembea ndani ya utaratibu, unatembea nje ya utaratibu. Na nikwambie, ni utaratibu peke yake unaoweza kufanya uishi maisha unayoyapenda, na ni nje utaratibu peke yake panapo kufanya uweze kuishi maisha yasiyo na sura, wala yasiyo na kibali, wala yasiyo na ushindi. Ninapokutazama ninakuona bilionea na kuona mtu aliyefanikiwa, lakini tu ambaye ametembea nje ya utaratibu, na kuona ukienda mbali kwa sababu umeugundua utaratibu. Utaratibu ni nini? Ni kuvipata vivyo kwa Mungu kwa namna pekee ya kutoa kabla hujavipokea. Utakapokuwa na moyo wa utoaji, bidii ya utoaji, hakika utapokea. Sisemi fedha tu, toa muda kwa watu wengine, toa fedha kwa watu wengine, toa vitu kwa watu wengine, toa maarifa kwa watu wengine, toa elimu kwa watu wengine, bila kutarajia kupokea chochote kile, na kuhakikisha ya kwamba hautakuwa mtu wa kawaida. Ninamwona Bwana akikupa unavyovihitaji vingi. Namwona Bwana akikuinua. Namwona Bwana akikupa hazina yako iliyofichwa, kwa sababu tu kuyajifunza kutoa. Ndio maana hazina yako imefichwa na hujawahi kuipokea tena. Ila kuanzia sasa, baada ya kutengeneza moyo wako kumtafuta mhitaji na kumbariki, ndipo unateza mazingira ya wewe kupokea. Umebarikiwa sana. Wewe ni milionea na utajiri sehemu yako. Nenda mbali ukapindue dunia, kwa sababu umebeba uwezo mkubwa katika utoaji. Najua ya kwamba yule anayetoa sana ndiye anayefanikiwa sana. Anayepokea sana anabaki yule yule. Ndio nasema ni heri kutoa kuliko kupokea. Shalom, shalom. Jitu la Mungu, Apostle Daniel Komba. Bye bye.